Usisahau kusubscribe, kulike na kushare Costa TV. Mimi ni generator au mtu mpole zaidi duniani. Naitwa Costa, niite hivyo. Naam, habari za kwako mtazamaji wetu wa Costa TV, hapana shaka ujambo. Karibu katika matangazo haya ya moja kwa moja, na leo tunakuletea taarifa ya simanzi, majonzi, uzuni kweli kweli, tukieleza taarifa ambazo zimetufikia hapa studioni kwamba askofu mstaafu ama askofu mkuu mstaafu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, Dr. Emmanuel Lazaro amefariki dunia. Huyo ndio askofu wa kwanza wa kanisa la TAG katika mwaka 1967 mpaka mwaka 1992. Kwa hiyo ukiangalia hapo aliongoza mwaka 1967 mpaka mwaka 1992, na mara baada ya hapo pia kijiti akamwachia mchungaji Dr. Mweni Songole ambaye kwa sasa pia naye ameshafariki dunia marehemu. Atuko naye, yeye aliongoza mwaka 1992 mpaka mwaka 2008, na mara baada ya hapo mwaka 2008 mpaka sasa katika mwaka huu 2025 yupo askofu mkuu Dr. Barnabas Mtokambali ambaye ameshika kijiti hicho kuanzia mwaka huo 2008 mpaka mwaka huu 2025, bado akiendelea na majukumu yake kama kawaida ya kiutendaji. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa ambayo imetufikia kwamba askofu mkuu mstaafu hatunaye tena, ndugu yetu, rafiki yetu, kipenzi kweli kweli. Lakini hebu nikueleze kidogo kwa ufupi uweze kufahamu historia ya kanisa la TAG, Tanzania Assemblies of God. Tanzania Assemblies of God ilisajiliwa tarehe 21 mwezi wa 10 mwaka 1981 chini ya sheria ya Association Ordinance ya mwaka 1954 na kupewa namba ya usajili SO.6246. Tanzania Assemblies of God ni kanisa lililotokana na uamsho mkubwa ulioanza huko mtaa wa Azusa, California nchini Marekani mwanzoni mwa karne ya 20. Paul Dea ambaye awali alikuja kama missionari wa kujitegemea na alianzisha kanisa la Pentecost Holiness Association PHA katika mwaka 1928, ambapo ibada ya kwanza hasa ya kanisa hilo ilianza mapema mwaka 1929 huko Igale katika wilaya ya Mbalizi mkoani Mbeya. Mnamo mwaka 1938 Dale alirejea Marekani, na mwaka uliofuata, yani mwaka 1939, alijiunga na kanisa la Assemblies of God na hivyo kuikabidhi kazi iliyokuwa imeanzishwa Tanzania, wakati huo ikiitwa Tanganyika, mikononi mwa General Council ya Assemblies of God Marekani, na kuomba uongozi huo wampeleke missionari kwenye kazi hiyo kuilea wakati yeye akiwa likizo. Historia inatuonyesha kuwa katika miaka ya mwanzoni kanisa lilisimamiwa na wamishonari wa Kimarekani pamoja na wachungaji wa Kiafrika. Wakati huo Yohana Mpayo marehemu na Petros walikuwa maaskofu chini ya Assemblies of God Mission. Kanisa liliendelea kuongozwa katika mfumo huo hadi mwaka 1967. Kanisa la kwanza kabisa TAG lilikuwapo pale Igale, wilaya ya Mbalizi mkoani Mbeya. Ni mwaka huo 1967 uongozi wa Assemblies of God Mission uliamua kulikabidhi kanisa kwa uongozi wa wenyeji, na mchungaji Emmanuel Lazaro daktari alichaguliwa kuwa askofu mkuu wa kwanza
Mtanzania wa kuongoza Tanzania Assemblies of God, yani TAG. Kanisa zuri kabisa. Kanisa hilo liliingia hapa nchini kama matokeo ya uamsho mkubwa wa Kipentekoste uliotokea kule Azusa, Marekani. Hivyo lengo kuu la kuanzishwa kwa kanisa hilo ni kuwafikia wenye dhambi kwa injili iliyo hai kweli kweli, iletayo wokovu na kuleta uamsho mkubwa wa Bwana Yesu Kristo hapa duniani. Ili kutimiza lengo hilo, ilikuwa lazima watendakazi shambani mwa Bwana waandaliwe tangu utoto. Kwa hiyo ndio historia ya kanisa hilo, lakini namna ambavyo alifanya kazi iliyotukuka kwelikweli kwa utukufu wa Mungu. Na kama inavyoonekana katiba ya TAG inaruhusu baada ya muda fulani basi kiongozi anaweza akaachia madaraka na uchaguzi ukafanyika, na hiyo imeendelea mpaka sasa, ambapo yeye mara baada ya mchungaji Dr. Emmanuel Lazaro mwaka 1992 basi kijiti akachukua mchungaji Dr. Lanweri Mwenisongole ambaye alikuwa mkuu kuanzia mwaka 1992 mpaka mwaka 2008. Na ilipotimu mwaka huu 2008 ndipo akaingia Askofu Dr. Barnabas Mtokambali ambaye mpaka sasa bado anaendelea kushikilia kijiti hicho kwa mujibu wa katiba ambayo imewekwa na kanisa la TAG, kwamba inapofika muda fulani basi inapokoma basi watu wanaingia katika uchaguzi na kuweza kuchagua yule kiongozi ambaye wanaendelea kumwamini kwamba Mungu ameweka maono makubwa katika maisha yake na wapo tayari kuwaongoza. Kwa hiyo hilo ndilo kanisa la TAG, Tanzania Assemblies of God, ambapo kwa sasa limempoteza askofu mkuu mstaafu ndugu yetu mpendwa wetu mchungaji Dr. Emmanuel Lazaro. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake na limidiwe, na kwa sasa wale ambao wamebaki waendelee kupiga kazi zaidi. Asante. Hii ni Costa TV, nami ni kusimulia, inaitwa Generator au mtu mpole zaidi duniani, Constantino Piusi. Hello. Habari? Nzuri. Nawasiliana na Brothers Academy? Ndio, tafadhali karibu nikuhudumie. Mimi nimefeli kidato cha 4 na nimewasikia Brothers kwa muda mrefu. Je, waweza nisaidia? Ndio. Sisi ni Brothers Academy, wale mabingwa wa kufaulisha waliofeli kidato cha 4 na cha 6 QT, A level kwa mwaka mmoja. Kozi za lugha tunatoa. Hostel zipo, tupo Dar es Salaam, karibuni nyote.